Naitwa Profesa Joseph Msambichaka, mwenyekiti wa Tume ya Nguvu za Atom Tanzania. Leo tuko hapa kwa ajili ya mkutano wa wadau wa masuala ya nuclear energy, ambapo tunakutana ili kuona masuala yanayohusiana na matumizi ya nuclear kwenye kupata power, umeme na kadhalika. Kama tunavyofahamu ni kwamba umeme wa nuclear una uhakika zaidi, lakini pia hauwi affected na vitu kama hali ya hewa, lakini pia ni umeme ambao unaweza ukawa na gharama kubwa wakati wa kuanzisha, lakini baada ya hapo unaendesheka kwa gharama nafuu zaidi na unakuwa hauna masuala ya katika. Lakini tukitilia maanani kwamba Tanzania sasa hivi ina madini ya urani ambayo ndiyo yanayotumika kupatia umeme wa nguvu za nuclear. Kwa hiyo itakuwa ni kwamba tumetumia rasilimali zetu wenyewe za hapa ndani katika kutupatia umeme kwa kutumia nguvu za nuclear. Kwa hiyo kwa swala kama hili inabidi tukutane wadau kutoka maeneo mbalimbali, taasisi mbalimbali, wizara mbalimbali, ili kujadiliana kuona inahusu nini hasa, especially kwenye masuala ya mazingira, kwenye masuala ya teknolojia na kimataifa. International Atomic Energy Agency ambao ndio msimamizi mkubwa wa masuala ya nuclear duniani pia wako hapa. Kwa hiyo sio swala tu kwamba tuko peke yetu, lakini tuna support pia ya shirika hili la kimataifa. Kwa sababu kuna tunafuata taratibu za kimataifa, ambapo kuna uzoefu mkubwa sana kimataifa katika kutumia umeme wa nuclear. Mpaka sasa utakuta kwamba ni mara chache sana imewahi kutokea ambapo umeme, nguvu hizi za nuclear kwenye masuala ya umeme au vinu vya kufulia umeme vikaleta madhara. Ukilinganisha na hata ajali za barabarani tu, zina madhara makubwa. Tunapata ajali nyingi na zinaleta upotevu wa maisha mkubwa zaidi kuliko ambavyo mpaka sasa vinu vya kufulia umeme wa nuclear vilivyoleta. Kwa hiyo kwa kulinganisha, faida zake ni kubwa na madhara mara chache sana yametokea. Nafikiri tunafahamu kule Chernobyl, lakini utakuta labda sehemu moja au mbili tu hapa duniani wakati umeme umetumika kwa miaka mingi sana mpaka sasa, lakini unaendelea kutumika bila madhara yote. Kwa hiyo taratibu za jinsi ya kuzuia madhara yasitokee zipo strict kiasi kwamba inakuwa ngumu sana kwa matatizo kutokea, na njia za kudhibiti zipo ambapo zinazuia hata kama kuna mitambo kwa kiasi fulani labda imeleta tatizo, lakini kuna njia za kudhibiti mapema ili
siweze kutokea kitu chochote. Lakini pia huwezi kutoa umeme mpaka vyombo vyote vya udhibiti viwe na uhakika kwamba kila kitu kimekaa vizuri. Hiyo roadmap ya kuonesha tunaanza vipi katika mchakato huu wa kupata matumizi salama ya umeme kutokana na nguvu za nyuklia. Hapa kuna watu kutoka taasisi mbalimbali, wadau wote ambao wanahusika, wale ambao wana mambo ya nishati, watu ambao wanahusika na mambo ya sheria na kanuni, wanaohusika na mambo ya mazingira na usalama kazini, na mambo yote ambayo yanahusu usalama, matumizi salama na hizo nishati za nyuklia. Tumezoea sana sisi kufahamu kwamba nyuklia ni bomu tu. Hapana. Kwamba nyuklia sio kwa ajili ya bomu tu. Nyuklia inaweza ikafanya mambo mengine. Nyuklia pia kwenye masuala ya mionzi, kuzalisha umeme. Kwa hiyo hapa lengo la warsha hii ni kubadilishana uzoefu. Tuna wenzetu kutoka Ghana ambapo tayari wako katika hatua za mbele, kuna Kenya wako katika hatua za mbele, lakini Rwanda wapo mbele, Misri na Afrika Kusini tayari wao wanazalisha umeme kwa kutumia hii nishati ya nyuklia. Kwa hiyo kuwa pamoja hapa sisi Tanzania sasa tunasema ndio safari imeanza. Kwa hiyo tutajifunza kutoka kwa wenzetu na mambo muhimu kabisa, kwanza kabisa ni elimu. Kuondoa watu kichwani ile ya kusema kwamba nyuklia ni hatari. Kwa hiyo masuala ya kwanza yatakuwa ni masuala ya usalama. Tutajifunza hapo usalama, kuona namna gani nyuklia inaweza ikawa ni nishati nzuri ya kuzalisha umeme, lakini mengine tutaangalia sera zetu, kanuni na sheria mbalimbali kuziandaa hizo, na baada ya hapo tutatengeneza tunasema sasa njia roadmap kuanzia sasa hivi tunakotaka kwenda mpaka kipindi gani tutakuwa na umeme kwa kutumia nyuklia. Na mtambue pia kama nchi tayari tunaandaa tunasema power system master plan, yani mpango kabambe wa kuendeleza sekta ya umeme nchini. Na sisi katika mpango kabambe tumeweka kwamba katika nishati zote zitakazotumika kuzalisha umeme, maji, gesi, vyanzo mbadala ambavyo ni upepo, jua na vinginevyo, lakini tumeweka pia na nyuklia pia inatumika. Kwa hiyo kwa nchi hii huu mkutano ni muhimu sana kwa sababu umekusanya wataalamu wote. Tumeona kuna wataalamu kutoka OSHA masuala ya afya, lakini kuna wataalamu kutoka Baraza la Uhifadhi wa Mazingira NEMKI, lakini pia na taasisi nyingine. Kwa hiyo hapa tumekutana wataalamu wote, na maana yake kuanzia hapa hii ndio itakuwa safari ya Tanzania kwenda kutumia sasa rasilimali ya nyuklia katika masuala mbalimbali. Asante sana.